Karibu kufuata habari za leo nchini DRC. Mashariki mwa nchi, wapiganaji wa Twirwaneho wa shirika wa M23 walichukua udhibiti wa Point Zero siku ya Ijumaa baada ya mapigano ya siku mbili na FARDC pamoja na washirika wao katika eneo la Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Wakati hao yakijiri, wapiganaji wa M23 waliingia siku ya Ijumaa katika kijiji cha kimkakati cha Lemera katika eneo la Uvira baada ya mapigano na wazalendo na kufungua njia kuelekea nyanda za juu za Mulenge na Katala. Hujambo. Wapiganaji wa Twirwaneho washirika wa M23 walichukua udhibiti wa kijiji cha Point Zero siku ya Ijumaa tarehe 16 Januari mwaka 2026 baada ya mapigano ya siku mbili mfululizo na jeshi la FARDC na jeshi la Burundi pia na wanamgambo wazalendo katika eneo la Fizi. FARDC na washirika wao walirudi nyuma kuelekea Mutambala. Point Zero ni eneo la kimkakati lililokuwa ngome ya muungano wa serikali na linafungua njia kwenda Fizi, Kalemi na Baraka. Asasi za kiraia zinaogopa kusonga mbele kuelekea Fizi, mji wa Baraka. Le Point Zero par rapport à Kalemi et Maniema, c'est encore loin, mais la bifurcation qui mène vers Kalemi se trouve au niveau de Fizi Centre. Mais de Kalemi à Fizi Centre, je pense que c'est une journée. Et ensuite, du Point Zero à Fizi Centre, ça peut être à peine 3 heures de la moto comme ça, ou peut-être 2 heures de la moto. De Fizi à Maniema. À Maniema, je ne sais pas si c'est à Salmabila. De Fizi à Salmabila, la moto peut prendre au moins 2 jours. Je pense que c'est un peu ça. C'est ça la distance que je maîtrise. Donc, ils sont encore très loin, mais ils sont tout près de la ville de Baraka. C'est comme ça. Donc, on peut déjà alerter ceux qui se trouvent à Baraka, tandis que les affrontements s'approchent d'eux. Alors, du Point Zero jusqu'à Kalemi, du Point Zero à Kalemi, la moto peut effectuer la durée d'une journée seulement. Donc on quitte Point Zero à 7 heures et on arrive au niveau du Kalemi à 17 heures comme ça. Wapiganaji wa M23 waliingia katika kijiji cha kimkakati cha Lemera katika sheferia Bafuliro, eneo la Uvira, jimboni Kivu ya Kusini baada ya mapigano na wazalendo. Walitoka Kaziba, Langala na Rubanga kisha wakagawanyika katika makundi mawili, kundi moja kuelekea Kidote na lingine kuelekea na Kaandongo. Kulingana na chanzo cha shirika la raia, Lemera iko kilomita 13 kutoka Bwengera na ina kambi ya zamani ya mafunzo ya kijeshi ya waasi wa AFDL. Kijiji hiki kinafungua njia kuelekea Mulenge na Katala katika nyanda za juu za Uvira, anasema duru yetu ya shirika la raia. M23 iko Lemera. M23 iko Lemera na situation iko tellement calme à Lemera. Non, il y a des jours viko pale. Non, viko Lemera centre kuchef lié ya chefferie ya Bafuliru. Ndio kwenye biko ile mavijiji vingine sio probleme, lakini wako kuchef lié ya chefferie ya Bafuliru. Precisement Lemera. No, maaktivite zinatindika mzuri bila probleme kwa sababu Lemera hakuna affrontement, ilikuwa Lemera hakuna affrontement, population ilikuwa inafanya deplace kidogo tu, lakini wote walisha
na watu wanafanya makazi zao bila problem. Tukitoka jimboni Kivu ya Kusini tunajielekeza jimboni Kivu ya Kaskazini ambako mapigano makali yalitokea asubuhi ya Ijumaa huko Kinyankuku katika eneo la Ruchuru kati ya wapiganaji wa M23 na wazalendo CMC-FDP. Mapigano hayo yalisimamisha shughuli na kusababisha wakaazi wengi kukimbilia maeneo salama. Fuateni hapa maelezo kamili. Yes. Selon des sources locales à Kiahimba, les combats ont débuté vers 5 heures du matin lors d'opérations militaires menées par la F-123 qui traque les forces Wazalendo CMC-FDP dans cette partie de la chefferie des Buito. Des fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été audibles durant les heures matinales, paralysant les activités agricoles dans plusieurs villages environnants, notamment à Bouhéhé, non loin de Kichanga. Les affrontements se poursuivent dans des villages voisins de Kinyankuku, alors que le centre de la localité observe une accalmie temporaire. Ce sont des opérations qui se déroulent à Kinyankuku. Les combattants du M23 sont là et s'affrontent au Wazalendo depuis le matin, mais les combats se sont éloignés du centre et se déroulent maintenant aux alentours. Il y a un calme relatif après les violences observées. Depuis ces affrontements, il n'y a plus de population dans ces villages, témoigne un habitant sous couvert d'anonymat. Toute la partie nord-est de cette localité reste plongée dans une psychose générale en raison de l'insécurité persistante accentuée par les opérations visant les éléments Wazalendo CMC-FDP encore actifs dans la zone. Depuis le début de la semaine, les opérations militaires se sont multipliées dans cette partie du groupement de Bukombo, notamment dans les villages de Bumbasha, Masha, Kanyangohe, Kiyeye et Kinyankuku. Na jimboni Ituri, jeshi la FARDC lilirejesha udhibiti wa Bule Centre siku ya Ijumaa kutoka kwa waasi wa CRP baada ya mapigano makali katika eneo la Jugu mkoani Ituri. Fuateni hapa maelezo kamili. Les affrontements ont commencé à Djaïba avant de s'étendre vendredi matin à Boulé. Selon plusieurs sources locales, les FARDC auraient pris le contrôle de Boulé Centre après de violents échanges de tirs. Les rebelles de la CRP se sont retrachés à quelques kilomètres, délogés de leur position. Malgré cette reprise, la situation reste tendue. Des tirs sporadiques continuent, provoquant la panique parmi les habitants. Un bilan provisoire fait état d'au moins 2 civils blessés dans un site de déplacés. Pour l'instant, la situation demeure évolutive car l'armée promet de communiquer dans les heures qui suivent. Rashidi Kudga depuis Bunya pour Kivu Morning Post. Mji wa Kinshasa ulikumbwa na mafuriko makubwa siku ya Alhamisi baada ya mvua nyingi kunyesha katika manisipa zote 24. Barabara kuu kama Victoire, Triomphal, Oyua na Wileri zilifunikwa na maji na kuzuia magari na watembea kwa miguu. Mifereji ya maji imeziba na maeneo ya pembeni kama Mongafula yanakabiliwa na maporomoko makubwa ya ardhi. Manisipa ya Gombe, kituo cha utawala wa nchi, nayo iliathirika na kusababisha ugumu wa usafiri kwa wafanyabiashara na wafanyakazi. Tuko tuzomuna kwa choyo emeli mai. Emeli penza mai ya mati kola separateur ameli mai ali mkolo nango yeyo. Bogotuna bongo yango koti bongo mkona ta mkona ngo yeyo. Mkona ngo yeyo akimiliwa yeyo. Aïe 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 aïe. Où tous allez boucher centre culturel hein, s'il vous plaît. Donc tous en a fleuve il y a Triomphal. Disponible là. Fleuve, autobéni fleuve du peuple. Le fleuve du peuple. Fleuve du peuple. Autant la fleuve du peuple. Il peut être ma fleuve du peuple. Oh là là. Oh là là. Là-bas, il y a un peuple. Là-bas, il y a un peuple. Moi, la classe Kema.
Na viongozi kadhaa wa sasa na wa zamani wa Afrika wamewasili Lomé nchini Togo Jumamosi tarehe 16 Januari mwaka 2026 kwa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu amani nchini DRC na eneo la maziwa makuu. Mkutano huo unaongozwa na Faure Gnassingbé, mpatanishi mkuu wa Umoja wa Afrika kwa mashariki mwa DRC, na unalenga kuimarisha juhudi za amani katika eneo hilo. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari kutoka nchini Togo ndio tunakomesha habari za leo pamoja na yaliyojiri mashariki mwa DRC. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.